Mshindi wa Ballon d'Or anachaguliwaje? Ballon d'Or, tuzo ya mtu binafsi ya kifahari zaidi ya mpira wa miguu, hutolewa kila mwaka na jarida la soka la Ufaransa kwa mchezaji anayeonekana kuwa bora zaidi ulimwenguni. Mshindi huchaguliwa na mfumo wa kupiga kura mara mbili. Kwanza, waandishi wa habari kutoka France Football hufanya kazi pamoja kutoa orodha ya pamoja ya wateule 30 rasmi kulingana na uchezaji wa wachezaji wakati wa msimu uliopita. Mchakato huo wa uteuzi wa awali wakati mwingine hujumuisha idadi ndogo ya wachezaji wa zamani. Kisha waandishi wa habari wa mpira wa miguu kutoka kila moja ya mataifa 100 bora yaliyoorodheshwa na FIFA anaalikwa kuwapigia kura wachezaji wao 10 bora kwa utaratibu. Kutoka kwenye orodha hii, wachezaji 10 hupewa pointi 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 na pointi 1 kulingana na kiwango chao. Mara tu waandishi wote wa habari wanapowasilisha wachezaji wao 10 bora, pointi huhesabiwa na mshindi wa Ballon d'Or huwa ndiye mchezaji anayekusanya pointi nyingi zaidi kwenye kura, huku wengine wakiorodheshwa kutoka nafasi ya pili hadi ya 30. Ikiwa wachezaji wanapolingana kwa pointi, hugawana idadi ya kura walizopata kwa awamu ya kwanza. Iwapo watalingana tena, idadi ya kura ya pili hutumiwa. Waandishi wa habari wanaoshiriki katika kura huagizwa kuzingatia mambo matatu: kiwango cha uchezaji cha mtu binafsi, uwezo wa kuchukua maamuzi uwanjani na mvuto alionao, mafanikio ya timu na mafanikio yake binafsi, pamoja na kiwango na nidhamu yake. Nani ameshinda mataji mengi zaidi ya Ballon d'Or? Kwa kushinda kombe hilo mara 8, Lionel Messi ameshinda Ballon d'Or mara nyingi zaidi kuliko mchezaji mwingine yeyote. Mpinzani wake wa milele Cristiano Ronaldo ni wa pili kushinda mataji 5, huku Jonathan Cliff, Mikel Platini na Marco van Basten kila mmoja akishinda mataji 3. Kwa nini Ballon d'Or wakati mwingine ukosolewa? Utoaji wa Ballon d'Or wakati mwingine huvutia ukosoaji kutoka kwa mashabiki na wataalamu. Hapo awali malalamiko yamezingatia ukweli. Mshindi wa Ballon d'Or ya 2025 atatangazwa lini? Mshindi wa Ballon d'Or ya 2025 atatangazwa mnamo Septemba 22, 2025 wakati wa sherehe katika ukumbi katikati mwa Paris. Tuzo nyingine zilizotolewa kwa wakati wa sherehe hiyo: kombe la Copa lililotolewa kwa mchezaji bora chini ya umri wa miaka 21. Upigaji kura wa tuzo hii unafanywa na washindi wa zamani wa Ballon d'Or kutoka kwa orodha fupi ya wachezaji 10. Kombe la Yashin lililotolewa kwa kipa bora. Kupiga kura kwa tuzo hii hufanywa na waandishi wa habari kulingana na orodha ya wagombea 10. Tuzo ya kocha bora ya mwaka iliyotolewa kwa meneja bora. Kupiga kura kwa tuzo hii ni kufanywa na waandishi wa habari kulingana na orodha fupi. Tuzo ya klabu ya mwaka iliyotolewa kwa timu bora. Kupiga kura kwa tuzo hii hufanywa na waandishi wa habari kulingana na orodha fupi. Ni nani wagombea wa Ballon d'Or mnamo 2025? Wachezaji wafuatao wanachukuliwa kuwa washindani wakuu wa Ballon d'Or ya wanaume ya 2025 kulingana na uchezaji wao tangu Agosti 1, 2024 na dirisha la ziada la kimataifa na kombe la dunia la klabu kabla ya Julai 31, 2025. Ousmane Dembele, Paris Saint-Germain Ufaransa, mshambuliaji mwenye umri wa miaka 28. Gianluigi Donnarumma, PSG Italia, mlinda mlango mwenye umri wa miaka 26. Desire Dow, PSG Ufaransa, mshambuliaji mwenye umri wa miaka 19. Kylian Mbappe, Real Madrid Ufaransa, mshambuliaji mwenye umri wa miaka 26. Mimi ni Audes Zakaria.